ambazo nilitaka nizungumze ni issue ya rufaa yetu ya mchezaji Mohamed Damaro. Kama mnavyofahamu, tulipeleka mashtaka kwenye kamati ya wachezaji na usuluhishi, nafikiri Kiswahili chake nimepatia, kuhusu huyu mchezaji. Sisi tulikaa swala hili tukatafakari kwa kina, tukasema ni swala ambalo halijakaa sawa, ni swala ambalo katika ushindani hakuna uwiano ulio sahihi. Ni kama klabu zinatengeneza njia ya kuongeza wachezaji wa kigeni bila sababu yoyote ya msingi. Kama tunasema mchezaji aliyepewa uraia hawezi kuchezea timu ya taifa, basi sababu ya kumpa uraia ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kuhakikisha kwamba klabu moja au mbili zinakuwa na wachezaji zaidi ya wengine walioruhusiwa kwa mujibu wa kanuni. Tumepokea majibu ya kamati ya hadhi sheria za wachezaji kwa mujibu wa ibara ya 27(4) inatuomba tufanye kitu kinaitwa marejeo au review ili tukamilishe hatua za hapa ndani, na tumeshaandaa review marejeo ya mchezaji huyu. Tutawasilisha hivi punde hapo TFF, na katika hukumu ile waliotupatia imechagua tu maneno yanayowafurahisha ndio wanajibu. Maneno mengine ambayo tuliyahoji hawakuyajibu kabisa. Mohamed Damaro, tukizungumza sasa hivi, ana FIFA identification number 2. Mchezaji yoyote akishaingia kwenye mfumo wa kucheza mara ya kwanza anapewa ID number. Hiyo ID number unatakiwa uhame nayo kokote tunakoenda, ndio namba yako ya utambulisho. Lakini ukiangalia kwenye mfumo, Mohamed Damaro ana ID namba 2. Hiyo tuliuliza kwenye kamati, hawakuweza kulijibu. Lingine ambalo tulihoji huyu Mohamed Damaro kama hawezi kucheza timu ya taifa ya Tanzania, ina maana kwamba yuko eligible, wanasema wazungu, kuchezea timu ya taifa ya Guinea. Na kwa kweli moja ya vitu ambavyo tulimtaka Damaro aje pale TFF, ikiwezekana klabu yake, tulitaka tujue mbinu alizotumia kupata uraia wa Tanzania kama zilikuwa ziko namna gani. Kwenye cross examination ambayo tuliomba, tulitaka tujue kama Damaro ameukana uraia wa Guinea, ameukana lini na ameukana katika namna gani, kwa sababu wazungu wanasema kuna president. Kuna mchezaji anaitwa Josephat Bada ambaye alipewa uraia pamoja na huyu. Wakati anaondoka hapa ilibidi aondoke katika uraia wake aliokuja nao Tanzania hapa, sio uraia wa Tanzania. Na hiyo ni kwa sababu kama angetumia uraia wa hapa, kuna ile kitu inaitwa TMS, transfer matching system. Sio, kuna mzee wangu mmoja alisema transfer monetary system, ni transfer matching system. Ile transfer matching system isingekubali, kwa sababu data za mchezaji fulani na huku lazima ziwiane, ndio transfer inatokea. Sasa huwezi kuwa huku ni mwingine, huku ni Mtanzania ukaweza kuhama, hilo halitatokea. Kwa hiyo yote hayo tuliyahoji, haya kupata majibu. Tumeomba review, lakini hatutaishia hapa kwa sababu tunaamini kwenye kanuni za ligi zetu zimetambua wachezaji wa aina mbili. Mchezaji wa Tanzania atatambulika kwa passport na kwa kitambulisho cha taifa.
lakini in bracket wamesema awe mzawa. Tunaelewana? Atatambulika kwa passport au national ID, lakini in bracket awe mzawa. Mzawa maana yake ni indigenous. Kuwa na passport, kuwa na ID haikuwezeshi kuwa mzawa, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ya uhamiaji wanasema huyu alipewa uraia kwa njia inaitwa tajinisi, naturalization. Sasa kama amekuwa naturalized, kanuni zile zile za TFF zinasema mzawa. Kwa hiyo kuna mchezaji mzawa na kuna mchezaji wa kigeni. Sisi tunaamini Damaro hakizi, kwa mujibu wa kanuni zenyewe za TFF, hakizi vigezo vya kuwa mzawa. Kwa hiyo yote tumeyahoji, lakini kamati ya sheria na hadhi ya wachezaji hawakuyajibu hayo. Kwa hiyo tunaandika review na kuweza kuomba, na naomba niliseme hili jambo si jambo dogo kwa nchi, kwa sababu Simba mwaka jana baada ya sisi kuona wenzetu wamepewa uraia, tunaandika barua uhamiaji kwa wachezaji wetu kwamba kuna baadhi ya wachezaji wetu wanaomba nao kupata uraia. Hatujawahi kujibu hiyo barua mpaka leo. Mpaka leo hatujawahi kujibu hiyo barua ya wachezaji wetu waomba uraia. Kwa hiyo sisi tunaamini ligi kuu ya Tanzania ni brandi kubwa, ni product kubwa. Ikiwa haiko kwenye mizania sawa, inaleta vitu ambavyo vinaumiza na vitu ambavyo si vizuri. Kwa hiyo jambo hili sio tu tunaenda kasi baada ya review kama tutapata tunayotaka, tunaandikia pia FIFA, kwa sababu tunaamini kuna fraud. Fraud kwa Kiswahili nasemaje? Fraud tunasemaje kwa Kiswahili? Ni udanganyifu. Kwa sababu kama unaweza kucreate ID nyingine ili mchezaji acheze, unashindwa kutumia ID ya mwanzo aliyokuwa nayo Gine, ina maana unafanya udanganyifu. Ibu FIFA nao waje waangalie huu udanganyifu huu, nani amehusika kuufanya na kwa faida ipi. Kwa hiyo hili jambo si dogo, ni jambo kubwa. Si tunaliona Simba kama mtu anaweza akapewa tu uraia ili achezee klabu, asichezee timu ya taifa, ni jambo kubwa, kwa sababu Damaro vile alivyo, hata iwe vipi, hata kwa miaka 100 ijayo hawezi kuchezea timu ya taifa kwa sababu zifuatazo. Jambo la kwanza kabisa, ucheze timu ya taifa ya nchi husika, lazima uwe na mizizi katika nchi ile. Aidha babu yako mmoja au bibi au wote waliwahi kuwa katika ile nchi, au ni wazaliwa ile nchi, au wazazi wako au mmoja wa wazazi wako amewahi kuwa ni raia ile nchi, amezaliwa ile nchi, ameishi katika ile nchi, au wewe mwenyewe umezaliwa katika ile nchi, wakati wengine wazazi wako wanafanya kazi, ulizaliwa pale, ukasoma pale, kwa hiyo una mizizi na ile nchi. Katika yote hatujaenda kwenye mengine mengi, hilo moja tu tayari Damaro hati ya miaka 100 1000 hawezi kuchezea timu ya taifa, kwa sababu kama ingekuwa hivyo, ingekuwa nchi zinaenda Brazil zinachukua wachezaji, inaenda Argentina zinawaleta, zinapa uraia. Kwa hiyo kwa mujibu wa FIFA haikuwa hivyo. Lakini jambo lingine ambalo tulifikiri TFF walitakiwa walifanye ni kwamba kama kanuni za TFF hazizungumzii switch of nationality, ambayo TFF walijua kabisa kimpira huyu ameswitch kutoka Guinea anataka kuswitch Tanzania, kama kanuni zetu hazipo, hazizungumzi, ziko kimya, wazungu wanasema ungeenda kanuni za juu ambazo za FIFA zinazungumziaje mtu akitaka kubadilisha uraia ili acheze katika nchi yako. Kwa hiyo wengi wanasema kwamba jambo la kubadilisha uraia ni rahisi tu, wanafanya referral ya Spain, wachezaji wa kina Rodrigo anacheza kwa sababu Spain inaruhusu uraia wa nchi hizi mbili. Ndio maana yeye anacheza timu ya taifa ya Brazil, lakini kwa sababu Spain inaruhusu dual nationality, basi anaweza kuchukua uraia wa Spain na akaweza kucheza mpira. Kwa hiyo sisi tunajua jambo hili si jambo dogo, kwa sababu tunaona kuna unfair. Timu moja na wachezaji 13 kupitia mlango wa nyuma, mlango ambao si halisi, timu zingine zina wachezaji 12. Mizani high balance.
Kwa hiyo niwaambie wana Simba, hili tuko imara, tutaenda nalo mpaka la mwisho. Lakini kikubwa zaidi, aliyeidanganya mamlaka kwamba huyu tunampa uraia kwa sababu atasaidia timu ya taifa, amefanya udanganyifu mkubwa sana, na amefanya udanganyifu ambao haupo kokote, na amefanya udanganyifu ambao pengine mamlaka zinashangaa. Huyu mchezaji hawezi kucheza timu ya taifa, umempa uraia ili iwe nini? Tena mchezaji mwenyewe ambaye hakuwa amefikisha hata mwaka Tanzania akapewa uraia. Sasa hilo jambo sisi tunaona ni jambo kubwa, na hili tutaona mpaka mwisho wake, tuone linakuwaje. Kwa hiyo nimeliongea kwa kirefu kwa sababu watu wanafikiria utani tu na ushabiki, lakini ni jambo serious, na sisi we are serious about this.